Bwana Yesu asifiwe. Uhali gani wakati huu? Uhali gani asubuhi njema hii kwa wale ambao wapo East Africa? Uhali gani mtu wa Mungu? Nataraji na nakusudia kwamba umzima na Kristo amezidi na kukuongoza, na Kristo amezidi na kukushikilia, na hivyo basi neema yake imezidi kukutosha. Nashukuru Maulana kwa sababu ya wakati mwingine tena wa kuzungumza na kutafakari neno lake na kujua makusudio ya Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Mungu aweze kutubariki, na Mungu aweze kukulinda, na Mungu aweze kuwa nawe wakati ambapo unalitafakari neno la Mungu, na wakati ambapo unalikusudia kuliweka katika moyo wako ili usiweze kulikosea. Basi watu wa Mungu, tafakari moja tu mchana ama wakati huu. Mara nyingi huwa tunakusudia kuishi maisha ambayo si ya kumkosea Mwenyezi Mungu. Tunatamani kuishi kulingana na ubora wa Mungu na bila kumkosea Mungu. Na mara nyingi sisi kama wanadamu huwa tunaishi maisha ya kutaka sana kumpendeza Mungu pasipo kumfanyia dhambi na pasipo kuenda kinyume na matarajio yake. Lakini wakati huu ningeomba tuweze kufikiria ama tuweze kufundishana jambo la kipekee ambalo linafanya sisi tuweze kuishi maisha ambayo hayana dhambi, ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Maisha ambayo tunapotafakari kila siku, tunapoishi kila siku, tunaishi kulingana na mapenzi yake Maulana. Tunaishi kulingana na mapenzi yake Mungu wetu, jinsi ambavyo angehitaji tuweze kuishi, na jinsi ambavyo tutang'amua matakwa yake kwetu sisi ambao ni wanadamu. Hivyo niweze kukaribisha sana wakati huu tunapolitafakari neno lake. Lakini kabla ya vile, tunatoa neno la maombi. Uhimidiwe Kristo. Ni asante kwa neno lako. Ni asante kwa mtazamaji, msikilizaji. Endelea na kunena nasi, wema wako endelee kututosha. Baraka zako ziweze kuwa na sisi mpaka milele. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Kitabu kimoja, kitabu cha Marko sura ile ni ya 7 na mstari wake ni wa 7. Biblia inasema maneno ya Yesu tu akiwaambia Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakasimama mbele ya Yesu Kristo. Lengo lao lilikuwa kuonyesha kana kwamba wanafunzi wake wameenda kinyume cha falsafa za Wayahudi, na hasa walileta mtazamio wa kuosha mikono na vile vile wakati wa kula. Lakini Yesu akawapa jibu, akawaambia hivi, mstari wa 6, akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Yesu anatoa kauli ya kwamba kuna uwezekano wa kumwabudu Mungu bure na mioyo iko mbali na Mungu. Kwa hivyo Yesu anapotafakari na anapoangalia Mafarisayo, wao ndio walijitolea kwa kuosha mikono, kwa kuosha na vikombe wakati wa mankuli. Lakini Yesu pia alipoangalia hayo yote, akawajibu akawaambia kwamba nyinyi sasa mnaniabudu bure tu.
na mioyo yenu iko mbali nami. Na ndiposa mpendo wangu, naona Yesu anapowaambia hivyo anamaanisha kwamba wao wana unafiki wa ibada, kwa sababu mioyo yao iko mbali na yeye. Ndio maana hata nabii wa Mungu Yeremia 17 mstari ule wake ni wa 9, maneno ya Mungu yanasema hivi: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kuujua? Hivyo mioyo hii yetu ya wanadamu inakuwa na maradhi ya kufisha, na hamna mtu anayeweza kuujua. Hivyo basi, kutoka ndani ya mwanadamu hakuna jambo bora linaloweza kutoka ndani, kwa sababu moyo wa mwanadamu huwa ni nini? Ni mdanganyifu. Ndiposa Mungu anahitaji kujitolea kikamilifu kwa mwanadamu, ili kwa huo moyo wake huo moyo wa mwanadamu, Mungu anahitaji aweze kufanya agano pamoja nasi. Mungu anahitaji kufanya agano na sisi katika mioyo yetu, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye amejaa na neema nyingi. Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Ezekieli 36:25, anasema, naam, nitawanyunyuzia maji safi Mungu anasema ya kwamba, mpendwa wangu, ya kwamba atatunyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vijago vyenu vyote. Biblia inaendelea kusema hivi, mpendwa wangu, mstari wa 26, nami nitawapa nyinyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama wa kusikiza neno langu. Kwa hivyo Mungu anahitaji aweze kutia neno lake ndani ya maisha yetu, ili kwamba atuondolee mioyo migumu, atupe roho wake, atuongoze kwa neno lake, ili tuweze kufanya sawasawa na neno lake Mungu. Ndiposa mpendo wangu, ningekuhimiza tu ya kwamba utoe moyo wako ili Mungu aandike amri zake. Ibrania sura ile ni ya 8 mstari wake ni wa 10. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia yao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo tunapomalizia, Mungu anahitaji tutoe mioyo yetu kwake, ili andike amri zake pale, ili kwamba tuweze kutembea katika utakatifu wake, tuweze kutembea kwa ajili ya wema wake, kwa ajili ya utakatifu wake, ambao amesema katika mioyo hii yetu wanadamu ataandika amri zake, ili kwamba tuweze kuwa watu wake, na tuweze kuwa watu ambao ni watakatifu, na watu ambao wanaendea utakatifu.
Nasema hivi, Isaya 42 mstari wa 21, nasema maneno yafuatayo: Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Kwa hivyo mpendwa, ili kupata utakatifu wa Mungu lazima tuwe na sehemu ya kutembea katika amri zake, jinsi alivyopendezwa akaziinua amri zake, ili tuweze, kwa ajili ya haki ya Mungu aliinua amri zake. Kwa hivyo mpendwa wangu, Mungu anahitaji tuweze kukaa sawasawa na ahadi zake kwa kulifuata neno lake, kwa kulifuata agizo lake, kwa kufuata amri zake, ili kwamba tutembee katika utakatifu wa Bwana wetu. Mungu aweze kuwabariki na Mungu aweze kukusaidia kuchagua njia iliyo bora ya kutembea katika utakatifu wa Mungu, kwa kutii maagizo yake na kuyakubali na kuzikubali amri zake kama alivyonena katika maandiko matakatifu. Mungu awe nawe na Mungu aendelee kukulinda, na Mungu wetu pia aendelee kubariki biashara yako, kazi yako, shamba zako na kazi yako. Mungu aibariki kwa utukufu wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.